Habari zenu. Leo tutazame kitu cha kipekee kabisa. Tutachimba kwa undani sayansi ya ajabu iliyojificha nyuma ya Kiesperanto. Najua, inaweza kuwa ni lugha ambayo wengi wetu hatuielewi vizuri, lakini naamini kuna mambo ya kushangaza tutagundua pamoja. Sasa, hebu nikuulize kitu. Vipi kama lugha ya pili ambayo ni rahisi mno kuijua ndio ingekuwa na manufaa kuliko zote? Acha hilo wazo lizame kidogo. Wengi wetu tunaamini kwamba kitu kikiwa rahisi sana hakiwezi kuwa na thamani kubwa. Lakini je, kama tumekuwa tukilikosea swala hili la lugha, swali hili ndilo litakuwa kama dira yetu leo. Sawa basi, safari yetu ya leo itakuwa na vituo vinne vikuu, tukiongozwa na utafiti wa Alessandra Madela. Kwanza, tutaona jinsi lugha hii ilivyoundwa makusudi kuwa rahisi. Pili, jinsi inavyoweza kuwa kama ufunguo wa kufungua milango ya lugha nyingine. Tatu, jambo la kushangaza, jinsi inavyokusaidia kuielewa lugha yako ya kuzaliwa vizuri zaidi. Na nne, jinsi inavyokuwa msaada mkubwa kwa watu wenye changamoto ya kusoma, yaani dyslexia. Basi, tuanze na kituo chetu cha kwanza, urahisi. Na hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa ya kuvutia. Urahisi wa Kiesperanto haukutokea tu, la hasha. Uliundwa, ulibuniwa na ulikusudiwa tangu mwanzo kabisa. Na ili kuelewa hili, hebu tumsikilize muasisi mwenyewe, L.L. Zamenhof. Alisema, na nanukuu, lugha inapaswa kuwa rahisi sana, ili mtu aweze kujifunza, kama tusemavyo, akiwa anapita tu. Fikiria hilo, kujifunza lugha ukiwa unapita tu. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yake, kuondoa vizingiti vyote. Okay, sasa angalia jedwali hili. Hapa ndipo tunapoona ushahidi halisi. Upande wa kushoto, Kiesperanto. Herufi 5 za vokali, sauti 5 za vokali, tahajia 5 tu. Yaani, a ni a daima. Rahisi, sawa? Sasa, angalia Kiingereza. Herufi zile zile 5 za vokali zinaweza kutoa sauti 26 tofauti na zinaweza kuandikwa kwa njia zaidi ya 250. Hilo ni tatizo kubwa sana kwa anayejifunza. Kiesperanto linaondoa fujo hiyo yote. Na ujanja hauko hapo tu. Fikiria maneno ya Kiesperanto kama vile unacheza na tofali za Lego. Badala ya kukariri maumbo tofauti 1000, unajifunza tu aina chache za tofali. Kisha unaziunganisha unavyotaka kutengeleza chochote kile. Ndiyo, mantiki hiyo hiyo. Hebu tuone mfano halisi. Unajifunza neno bona, linamaanisha mzuri. Sawa, rahisi. Sasa unajifunza kipande kimoja tu cha Lego, kiambishi mal. Mal inamaanisha kinyume cha kitu. Basi ukiweka mal mbele ya bona, unapata malbona, maana yake mbaya. Papo hapo, kwa kujua vipande viwili tu, umejua maneno mawili yanayopingana. Fikiria uwezo wa hii kitu kwenye msamiati mzima, ni ufanisi wa hali ya juu. Sawa, huu urahisi wote na ujenzi wa maneno kama Lego unapelekea kitu cha ajabu sana. Na hapa ndipo tunaingia kwenye kituo chetu cha pili, Kiesperanto kama lango la kuelekea lugha nyingine. Fikiria kama ni mazoezi ya kupasha mwili moto kabla ya mechi kubwa, inakuandaa kwa ajili ya lugha ngumu zaidi. Kitaaluma wanaita hii thamani ya utangulizi. Acha neno hilo lisikutishe. Maana yake ni rahisi tu. Ni somo linalokuandaa kwa somo gumu zaidi linalofuata. Ni kama vile unajifunza kanuni za msingi za muziki kwenye kinanda kabla ya kujaribu kupiga violin. Inakupa msingi. Na usifikiri hili ni wazo jipya, la hasha. Wazo hili limefanyiwa utafiti kwa zaidi ya miaka 100. Angalia hapa. Tangu miaka ya 1918 kule Uingereza walitumia Kiesperanto kuwasaidia watoto kujifunza Kifaransa. Miaka ya 1920 chuo kikuu maarufu cha Columbia kikagundua matokeo ya kushangaza. Hili limekuwa likichunguzwa kwa muda mrefu sana. Lakini kati ya tafiti zote kuna moja ambalo linajitokeza zaidi, lile la Paderborn huko Ujerumani. Hili lilikuwa jaribio ambalo lilitoa namba, data halisi, na matokeo yake yalikuwa ya kustajabisha. 26%. Hebu liingia akilini hilo namba. Hiyo ndio asilimia ya muda ambao wanafunzi waliookoa walipojifunza Kiingereza baada ya kwanza kupitia Kiesperanto. Yaani,
Uliwekeza muda kidogo kwenye Kiesperanto na ukapata faida kubwa sana kwenye lugha iliyofuata. Hiyo ni faida ya uhakika. Na grafu hii inaonyesha picha kamili. Angalia nguzo ya kwanza. Hawa walisoma Kiingereza tu. Sasa tazama nguzo ya mwisho. Hawa walisoma Kiesperanto kwa miaka 2 kabla ya kuanza Kiingereza. Ona tofauti ya alama zao za umahiri. Ni kubwa. Data haidanganyi. Kuna uhusiano wa wazi hapa. Sawa, tuende kituo chetu cha 3. Na hili linaweza kuonekana kama fumbo kidogo. Vipi lugha ngeni inaweza kukusaidia kuielewa lugha yako mwenyewe, lugha yako ya mama, vizuri zaidi? Inawezekanaje? Ni hivi, Kiesperanto linafanya kazi kama kioo. Lugha zetu nyingi za asili zina sheria zilizojificha, vigairi na historia ndefu ambayo imefanya mambo kuwa magumu. Lakini Kiesperanto, kwa sababu ni wazi na lina mantiki, linapoakisi lugha yako, ghafla unaanza kuona mifumo ambayo hukuwahi kuiona kabla. Ngoja nikuonyeshe. Tazama jedwali hili. Chukua Kiitaliano kama mfano. Neno la baba ni padre, lakini kivumishi chake ni paterno. Neno la mji ni città, kivumishi chake ni urbano. Hakuna kanuni wazi. Sasa angalia Kiesperanto. Baba ni patro, kivumishi ni patra. Mji ni urbo, kivumishi ni urba. Unaona kanuni? Unatoa o, unaweka a. Rahisi. Kwa kuona urahisi huu, ghafla unaanza kujiuliza, kumbe hivi ndivyo vivumishi vinavyofanya kazi. Unapata uelewa mpya kabisa wa sarufi. Na sasa kituo chetu cha mwisho. Na hili ni jambo muhimu sana na la kugusa moyo. Jinsi Kiesperanto kinavyoweza kuwa mshirika na msaada mkubwa kwa watu wenye changamoto ya kujifunza ya dyslexia. Kabla ya yote, ni muhimu tuelewe vizuri dyslexia ni nini. Hii si kuhusu akili ya mtu. Kabisa, ni tofauti ya kimaumbile katika jinsi ubongo unavyoshughulikia maneno na herufi. Ni changamoto katika kusoma na kutamka maneno kwa ufasaha. Sasa, kwa nini Kiesperanto linafaa sana hapa? Ni kwa sababu muundo wake unaonekana kana kwamba ulibuniwa kutatua matatizo ya dyslexia. Kwanza, kila herufi ina sauti moja tu, daima. Hii inaondoa kubahatisha. Pili, sarufi haina isipokuwa zile zinazochanganya. Tatu, mkazo wa neno daima upo sehemu ile ile. Mfumo huu wote unaleta utulivu na uwazi kwa ubongo unaopata shida na lugha. Na hii si nadharia ya vitabuni. Msikilize mwalimu huyu kutoka Ufaransa, alisema, na hapa nanukuu, nilishangaa kuona wanafunzi 2 wenye dyslexia wakiinuka na kuwa miongoni mwa walio bora darasani. Nilisoma makala kwamba Kiesperanto kinaweza kupunguza matatizo ya dyslexia, lakini sikudhani kwa kiwango hiki. Hiyo ni kauli nzito sana. Kwa hiyo, mwisho wa siku tunajifunza nini? Kwamba Kiesperanto ni zaidi ya lugha tu. Ni kama zana muhimu inayoweza kufungua mfumo mzima wa ujuzi. Ni ufunguo unaofungua milango ya kujiamini, uelewa wa lugha na hata uwezo wa kujifunza vitu vingine. Hivyo, nitawaacha na swali hili. Ikiwa kujifunza lugha kunaweza kuwa na mantiki hivi, ufanisi wa namna hii na kuwajumuisha watu wote, hata wale wenye changamoto, je, hatupaswi kujiuliza kuhusu kile tunachofundisha mashuleni mwetu? Tunatumia zana sahihi kweli? Ni swali la kutafakari. Asante kwa kuwa nami.